Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Machi 13 mwaka 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi uliyotupatia tujifunze neno lako. Tunapoenda kujifunza somo hili siku ya leo, tunaomba ukabadilishe mioyo yetu, ukatupatie moyo wa nyama ili tuweze kulipokea neno hili maishani mwetu katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema badiliko la moyo linahitajika. Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 aya 3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo alikuwa na nafasi ya juu na ya kutumainiwa katika taifa la Israeli. Yeye pamoja na wengine walikuwa wameguswa sana na mafundisho ya Yesu. Mafundisho yaliyotoka midomoni mwa Mwokozi yalimgusa sana na alitamani kujifunza zaidi juu ya ukweli huu muhimu. Nikodemo alimwendea Bwana akifikiria kuingia katika mjadala na yeye, lakini Yesu aliweka wazi msingi wa kanuni za ukweli. Alimwambia Nikodemo, hauhitaji maarifa ya kinadharia zaidi ya kuzaliwa upya kiroho. Hauhitaji kutosheleza udadisi wako, bali kuwa na moyo mpya. Lazima upokee maisha mapya kutoka juu kabla hujayatambua vyema mambo ya mbinguni. Badiliko la moyo lililowakilishwa na kuzaliwa upya linaweza kuletwa tu na utendaji kazi wenye ufanisi wa Roho Mtakatifu. Kiburi na kujipenda humpinga Roho wa Mungu. Kila mwelekeo wa asili wa nafsi hupinga badiliko kutoka kwenye kujikweza na kiburi hata kufikia upole na unyenyekevu wa Kristo. Lakini ikiwa tunataka kutembea katika njia ielekezayo katika uzima wa milele, tunalazimika kutosikiliza minong'ono ya nafsi. Inatupasa kumwomba Baba yetu wa mbinguni kwa unyenyekevu na kwa toba, hivi: uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Zaburi ya 51 aya 10. Tunapoipokea nuru ya Mungu na kushirikiana na wenye hekima wa mbinguni, tunazaliwa upya, tukiwekwa huru dhidi ya unajisi wa dhambi na uweza wa Yesu. Uweza mkuu wa Roho Mtakatifu huleta badiliko kamilifu katika tabia ya wakala wa kibinadamu, akimfanya kuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Maneno na matendo huonesha upendo wa Mwokozi. Hakutakuwa na kuhangaika ili kupata vyeo, ubinafsi unakataliwa. Jina la Yesu linaandikwa kwenye yale yote yasemwayo na yanayotendeka. Je, huku sio kufanywa upya kwa mwanadamu, muujiza mkuu zaidi unaoweza kufanywa? Je, ni nini ambacho hawezi kufanya wakala wa kibinadamu, yule ambaye kwa imani anashikilia uweza wa Mungu? Hii ni Machi 13, mada ikisema badiliko la moyo linahitajika. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Mwamba
wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha